Kwanza namshukuru Mungu kwa kumaliza mechi salama na tumeweza kuchukua ubingwa wetu wa 5 mfululizo, na baada ya jeraha la Pacome Zouzoua kutokea, kwa kweli nijisikia vibaya sana, maana hata mudi ya mpira iliisha kabisa. Yaani kwa kweli tumechukua ubingwa wetu wa 5, lakini bado tuna maumivu ambayo tumebaki nayo moyoni, kwamba Pacome ni mchezaji ambaye tunampenda, ametusaidia sana msimu huu kwenye ubingwa, amepambana sana Pacome. Kwa hiyo nadhani kila shabiki wa Yanga amejisikia vibaya sana. Yaani mashabiki wote tumejisikia vibaya. Lakini hatuna budi, mashabiki wote sisi kazi yetu ni kumwombea kwa Mwenyezi Mungu Pacome arudi vizuri, arudi kuendelea na majukumu yake mengine. Kwa hiyo wana Yanga tunampenda Pacome na tunamwombea sana. Hili limeshatokea, tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Tunamtakia kila laheri kwenye matibabu yake Pacome aweze kurudi salama. Bila shaka ni wakati sio mbaya sana aliopata majeraha mwisho wa msimu. Ulikuwa unaiona nafasi ya Pacome kwa msimu ujao? Pacome nafasi yake kwa msimu ujao ilikuwa ipo, kwa sababu ni mchezaji ambaye tuna malengo naye, sio kwa msimu ujao, kwa misimu mingi inayofuata. Pacome ni mchezaji ambaye tunamhitaji, kwa hiyo tumeumia kikweli wana Yanga. Ndio maana msemaji mwenyewe amesema sio jambo la kuliongelea sana hilo jambo, kutokana limetumiza. Maana hata mimi mwenyewe limenichanganya. Jana usiku mzima sikuweza hata kulala. Kwa hiyo ile situation nilikuwa nikifikiria ile jeraha. Kwa hata mimi ile video nilishindwa kuirudia. Baada ya kuona kwenye TV, sikuweza kuiangalia tena. Kwa hata nilikuwa nimefika nyumbani nakuta hadi mama yangu amenipigia simu, Pacome vipi ile jeraha atapona tena kweli? Yaani kila mtu amejisikia vibaya kwa kweli, lakini naamini atarudi vizuri sababu ni mchezaji ambaye tunamwamini kwa siku za mbeleni zaidi. Bila shaka ni mara yako ya kwanza unashuhudia kitu kama kile. Ushawahi kushuhudia tu Ulaya huko, unaona haya mambo yapo? Kwa Tanzania imekuwa kwa mara ya kwanza. Kwa Tanzania imekuwa mara ya kwanza kushuhudia jeraha kama lile, lakini kwa Ulaya mambo kama yale yanatokea na wachezaji wanaendelea vizuri kabisa, lakini kwa Bongo hapa imekuwa ni mara ya kwanza. Kwa hiyo roho imeniuma sana kwa kweli, na namuombea Mwenyezi Mungu amsaidie Pacome Zouzoua arudi vizuri sana, sababu kiukweli ile jeraha limetumiza mashabiki wote, na kwa Bongo hajawahi kutokea kitu cha namna ile, lakini hatuna budi sisi tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu tu Pacome arudi vizuri. Tusiliongelee sana hilo, tuzidi kumwombea zaidi kwenye matibabu yake anayoenda kukutana nayo. Ndio. Na umepokeaje ratiba ya paredi pengine? Nimefurahi sana kutokana na paredi letu, kutokana sisi kama mashabiki tumefurahi kusikia paredi limerudishwa Dar es Salaam. Kutokana tulikuwa tunawaza hata hivyo tunafanyaje paredi, hatujapita Msimbazi pale kuwaonyesha kwamba sisi ni mabingwa mara 5 mfululizo. Hata jana mimi niliposikia mwenyekiti wetu Alishabani kama ametangaza paredi ni Mwanza, sikufurahia sana, lakini kutokana ni maamuzi alikuwa ameshatolewa. Lakini leo nashukuru Mungu paredi limebadilika, tupo Dar es Salaam. Kwa hiyo Jumamosi naamini kila mwana Yanga atafurahi na kila shabiki wa Yanga atajisikia vizuri kwa ajili ya paredi letu la Jumamosi. Na unasema ukiambiwa mwakani tena mwakani tena, mwakani tunarudia tena na tena. Kwa msemaji wetu mtambia mwakani tena ni tena na tena. So mwakani. Bwana shukrani sana. Shukrani sana Last Boni. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.